Hii siku ya 24 tunaenda kuangalia katika mfululizo wa mada tunazokwenda nazo Ufunuo sura ya 6 fungu la 7 na la 8. Ufunuo sura ya 6 fungu la 7 na la 8. Na alipofungua muhuri wa 4, nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa 4 ikisema, njoo. Nikaona na tazama farasi wa rangi ya kijivujivu. Anasema farasi aliyetoka alikuwa na rangi ya kijivujivu, na yeye aliyempanda jina lake ni Mauti na Kuzimu ikafuatana naye. Na wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Hii habari ni ya kusikitisha sana, ikionyesha jinsi ambavyo ujumbe wa injili ya wokovu ulifikia kiwango cha kufa katika mioyo ya watu kwa sababu ya mapokeo ya kipagani. Kwa wale watakaofika kesho, nitaelezea hayo mapokeo yalivyoingia. Lakini leo tunaona kwamba nabii anaonyeshwa farasi wa 4, na farasi wa 4 alikuwa ana rangi ya majivu, kijivujivu, na rangi ya kijivujivu ni rangi ya kifo, mauti. Kwa njia ya kuingia kanisani na kuingiza mapokeo, shetani alifanikiwa kuliua neno la Mungu lililoanzishwa na Yesu mwenyewe, likaendelezwa na mitume wake. Lakini katika yule farasi wa 3 alipoanza kuingiza mapokeo, kidogo kidogo yaliathiri. Weusi ulipoingia, mwisho ukasababisha kifo cha neno la Mungu katika mioyo ya watu. Kwa hiyo hatuzungumzii habari nyingine zaidi ya washiriki walioko kanisani, ya wanadamu walioko duniani leo ambao wanaabudu katika madhehebu tofauti tofauti, ambao kwa kujua au kwa kutokujua wameyapokea mapokeo ambayo yameondoa neno la Mungu katika mioyo yao. Nao sasa wanayaangalia mapokeo kama kitu cha maana kuliko neno, na hivyo lile neno linakufa ndani ya mioyo yao. Kwa hiyo kwa lugha rahisi kabisa tunasema mafundisho yaliyoingizwa aidha na viongozi wa dini au katika mifumo yote ya kitaasisi, yakaingia ndani ya kanisa, yakaua uhai wa neno la Mungu katika mioyo ya watu. Haya mapokeo ndiyo leo yanafikisha kifo cha neno la Mungu katika mioyo ya wanadamu. Kwa hiyo ni kifo gani kinachozungumziwa? Ni mauti gani inayozungumziwa hapa? Ni mauti ya neno la Mungu katika mioyo ya watu. Katika zama tulizonazo za kanisa la Laodikia, wito hautolewi kwa kanisa zima. Wito unatolewa kwa mtu mmoja mmoja, anunue dhahabu safi kutoka kwa Mungu. Swala la wokovu halipo tena kwa jumuiya. Swala la wokovu linabaki kwa mtu mmoja mmoja. Na sauti ile iliyokuwa ikisikika katika zama zile iliyomwambia Lutu, iponye nafsi yako. Lutu alikuwa akihangaika na watoto wake, Lutu alikuwa akihangaika na mke wake, lakini saa ilifika akaambiwa jiponye nafsi yako. Ni wakati sasa wa wewe kujichunguza na sio kuangalia kundi. Unajichunguza wewe kama uko salama, kwa sababu neno linasema utafika wakati ambapo neno litakufa. Ujumbe wa neno la Mungu utakufa katika mioyo ya watu. Tumejifunza katika farasi wa kwanza, ujumbe wa neno la Mungu ulikuwa hai, ulikuwa ni mweupe, ambapo Yesu Kristo mwenyewe aliuanzisha na kuacha katika mioyo ya wanafunzi wake. Wanafunzi wake wakawarithisha wale wafuasi wao. Wafuasi waliorithishwa wakakubali kufa kuliko kuliacha. Ndiyo maana ujumbe ukawa mwekundu. Lakini baada ya shetani kuona kwa njia mateso ameshindwa, ndipo sasa anaamua moja kwa moja kujihusisha na kanisa, anaingia kanisani. Katika ujumbe wa farasi wa farasi wa 3,
yule mwenye rangi nyeusi, tunaonyeshwa kwamba kanisa lililohusika ni kanisa la Pergamo, na ujumbe ulioletwa kwa kanisa la Pergamo ni kwamba shetani ameingia kanisani. Anasema, najua hapo ukaapo ni penye kiti cha enzi cha shetani. Kwa hiyo shetani ameingia ndani ya makanisa, na anapoingia ndani ya makanisa, tunazungumzia kanisa la Pergamo, anaanza kuweka mapokeo yake, anapanda mapando yake katika mioyo ya watu. Na mapando ya shetani yalivyomea, neno la Mungu likapotea, watu wanashikilia sasa mapokeo. Ndio maana nilikwambia wakati tunaanza masomo haya, leo hii watu wanaamini vitambaa kuliko neno la Mungu. Watu wanaamini mafuta kuliko neno la Mungu. Watu wanaamini chumvi kuliko neno la Mungu. Watu wanaamini manabii kuliko wanavyomwamini Yesu Kristo. Wamejichimbia mabirika ambayo wanapata vyanzo vyao wenyewe, na katika hivyo wanaangamia. Na katika imani hizo ambazo wameaminishwa, ni kana kwamba shetani sasa ameketi katika mioyo yao na hawawezi tena kugeuka nyuma. Aliyempanda jina lake ni mauti. Hebu angalia kwamba farasi wa kwanza aliyekuwa amempanda ni Yesu Kristo, lakini huyu farasi wa nne aliyempanda ni mauti. Farasi wa pili aliyekuwa amempanda anawakilisha watu waliolibeba neno kidedea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ana upanga mkali. Yesu Kristo alileta upanga duniani, anasema, nakumbuka lile fungu, nimeleta upanga duniani, ni nini nitakalo? Yesu alisema, nimeleta neno langu duniani, nini nitakalo zaidi? Yesu anasema, nimeleta upanga duniani. Anasema katika nyumba moja watu watafarakana kwa sababu ya hilo neno au upanga nilioleta. Kwa hiyo farasi wa kwanza ni Yesu ameleta neno, limekaa kwenye mioyo ya watu. Alafu hao watu wanakubali kuliinua neno juu. Upanga umeshikiliwa juu, ambao ni neno la Mungu, kiasi kwamba inagharimu maisha yao kupotea. Lakini farasi wa tatu, shetani anaingia kanisani na kupunguza neno. Ndio maana unaona yule aliyempanda farasi wa tatu alikuwa ana mzani mkononi, anapima, amepunguza lile neno, ameliondoa neno. Linapatikana kwa shida, kwa kupima, linapatikana kwa gharama kubwa. Sasa hapa katika kitabu hiki cha Ufunuo, tunapoingia katika umuhuri wa 4, neno hata halinunuliwi tena. Huyu aliyempanda jina lake ni mauti, ameliua neno la Mungu katika mioyo ya watu. Alafu kuzimu, nilisema ukisoma kuzimu ni kaburi. Kuzimu ikaambatana naye, amelizika neno la Mungu. Na kama ni msomaji mzuri wa unabii, ndio unakuja sasa kwenye ile mizeituni miwili iliyokuwa ikihubiri ikiwa imevikwa magunia. Mauti na kuzimu, hawa wanaoliua hili neno kwenye mioyo ya watu, wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi, waue kwa upanga. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema waue kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi. Kesho nitakuja kuyazungumzia vizuri. Sio kwamba walikuwa wanaua kwa vifo, ni neno linakufa kwenye mioyo ya watu. Njaa hii inayozungumziwa hapa sio njaa ya chakula. Hii ni habari ya kusikitisha, ikionyesha jinsi ambavyo ujumbe wa injili ya wokovu ulifikia kiwango cha kufa katika mioyo ya watu kwa sababu ya mapokeo ya kipagani. Dola ya Rumi ya kidini iliharibu usafi wa injili ya neno la Mungu kwa kuingiza mapokeo mengi ya kipagani. Historia ya jinsi mapokeo yalivyoingizwa na kusababisha kifo cha neno la Mungu katika mioyo ya watu. Kama kuna kitu ambacho natamani ninyi mliohudhuria hapa muonielewe, na ninyi mnaonisikiliza, ni kwamba unaposoma mauti
katika kitabu cha Ufunuo inayohusiana na huyu farasi sio mauti ya kimwili, ni mauti ya neno la Mungu katika moyo wako. Na ndio maana mtu ambaye moyoni mwake kuna uhai wa neno la Mungu, mtu ambaye anamtafuta Mungu ili aokolewe, hawezi kulikinai neno. Na niliwaambia mapema, ule uamsho bandia sasa hivi ndio unafanya kazi. Wenzetu wakiitwa kwenye uamsho hata kama ni miezi 6, lakini sisi kanuni jioni hakuna kula bila lesoni kusomwa, na lesoni ikisomwa watu ni wakavu hapo nyumbani, kuanzia mtoto mpaka baba. Ni kanuni kwamba tuliambiwa kabla ya kulala tusome lesoni. Muulize imemsaidia nini? Asubuhi linasomwa kesha la asubuhi, lakini wale wote ambao wanahusika hapo, na labda yule anayesoma ndiye anaye concentrate kwa sababu anajua atalazimika akishamaliza kusoma kesha la asubuhi aongeze maneno kidogo, ila wengine utakuta kila mmoja kichwa kiko hivi. Ni kanuni. Unapokwenda unasema sasa hivi ni muda wa lesoni, unasema sasa hivi ni muda wa ibada hapa nyumbani, unasema sasa hivi ni muda wa maombi ya asubuhi. Je, unamaanisha au ni dini ya mtindo kama ya Mafarisayo? Hicho kitu naomba mnielewe, na nadhani mnanielewa ninavyosema hivyo, kwamba hakikisha dini yako nyumbani sio ya mtindo. Dini yako pale nyumbani ni ya kumaanisha, na ndani ya moyo wako kipimo tu ni kidogo. Ukisikia wametangaza kanisani kufunga, unajisikiaje moyoni? Haukwaziki? Ukisikia wanatangaza siku za maombi kanisani, afu ukawaza ratiba yako ya kazi, unajisikiaje moyoni? Haupati makwazo? Ukisikia hapa kanisani kuna jambo lolote linatakiwa kufanyika na linakuhitaji wewe, hupati makwazo moyoni? Kama kuna kwazo linalokuja moyoni mwako, jua ndio mwanzo wa kufa kwa neno la Mungu. Tusije tukasema neno lilikufa tu kwa wale Wakristo walioishi wakati wa kipindi cha farasi wanne. Hata sisi linakufa. Ndio maana ukija hapa siku ya Sabato asubuhi upati hata pa kukaa. Alafu ikiitwa Sabato mchana huoni mtu. Na yule anayekuja saa nyingine anakuja tu kuimba zoezi kwa sababu ametangaziwa zoezi la kwaya. Lakini kama hilo zoezi lisinge kuwepo, asingekanyaga kanisani. Ndio vitu ambavyo tunatakiwa tuviangalie, kwamba kama Mungu anasema mtaitunza hiyo Sabato kuanzia jua linapozama mpaka kesho yake jua linapozama, alafu wewe sasa unakuja hapa kanisani, alafu ikifika saa 6 unaenda nyumbani, haurudi tena kanisani, ni nani aliyeua ibada kati ya wewe na yule muendesha ibada? Unajikuta wewe mwenyewe ndio umeua nini? Haijalishi, mimi nawaambiaga watu, haijalishi kwamba mzee ametangaza kuna ibada au hakuna ibada, wewe njoo kanisani, kwa sababu ni siku ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Tumefika mahali tumeua ibada za Sabato mchana. Zamani Sabato mchana tulikuwa tunarudi, tunajadili lesoni, tukimaliza kujadili lesoni kunakuwa na kipindi kimojawapo cha semina, kunakuwa na mafundisho ya idara, kunakuwa na vitu mbalimbali mpaka jioni jua linazama. Niambie wewe ambaye uko tu hapa mjini, unakoenda ni wapi mpaka jua linazama hauko hapa? Na usipokaa vizuri utaishia kijiweni kwenda kucheza draft. Na ukishaishia kule kijiweni kwenda kucheza draft, mtaanza kuwasimanga wanasiasa au mtaanza kuongea habari za mpira wa miguu. Tayari ushakwisha. Ni nini ambacho kinatusababisha tusiwe kanisani? Tunanyemelewa na tatizo hili lililotokea wakati wa yule farasi wangapi? 4. Alafu unapokuja hapa kanisani, mhudumu akizidisha tu, yani ikaitwa hata saa 7, umeanza kukwazika, unaangalia na saa. Unakowahi hatujui. Mungu amekupa siku zako 6 zote za kufanya mambo yako. Sabato amesema ni ya kwake. Bado tena unakuja hapa kanisani unampangia Mungu muda. Muulize Sauli alichokipata. Samueli alimwambia Sauli, nenda Gilgali unisubiri, na utakapofika pale Gilgali unisubiri mpaka ndani ya siku 7 ndio nije nitoe sadaka ili upate kibali cha kwenda vitani. Sauli akaenda akasubiri, Samueli akakawia, siku 7 zikaisha. Sauli akaamua kufanya jukumu ambalo lilikuwa sio lake.
na kwa kitendo kile alichokifanya Sauli cha kushindwa kumsubiri nabii mpaka akafika, japo muda uliokuwa umepangwa ulifika ukapita, lakini Sauli akaamua sasa kufanya ya kwake, ndipo alipoanza kuweka alama ya kwanza ya kupoteza ufalme wake, na Mungu akamkataa asiwe mfalme. Sasa tumeambiwa siku ya Sabato ni siku ya kuja kanisani. Siku ya Sabato ni siku ya kuongea na Mungu wako. Haijalishi kwamba mzee wa kanisa hayupo, mchungaji hayupo, washiriki hawapo. Hapa kanisa lipo. Njoo hapa, soma Biblia yako, njoo mbele hapa, piga magoti, muombe Mungu. Saa za kurudi nyumbani zikifika, rudi nyumbani. Utakuwa umevuna sana. Ni wapi tunakoenda? Ibada ikizidi tu saa 6, watu wanakwazika, wanaanza kusema mchungaji amerefusha ibada. Mhudumu wale amerefusha ibada. Alafu ukimwachia huko anakoenda, hatujui ni wapi. Ni vitu ambavyo tunatakiwa tuviangalie ili viweze kutuondoa katika kifo cha neno. Kumbuka huyu farasi wa kijivujivu anaitwa ni mauti na kuzimu. Ni kifo cha neno la Mungu katika mioyo ya wanadamu. Na dalili zake ndio hizo ambazo tumezisoma. Kanisa ambalo linahusiana na ujumbe huu wa huyu farasi wa kijivujivu, huyu farasi wa kijivujivu ni kanisa linaloitwa Thiatira. Ufunuo sura ya 2 fungu la 18. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika, haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa. Anasema, na yajua matendo yako na upendo wako na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Lakini nina neno juu yako, kwamba wamridhia mwanamke Yezebeli. Bwana Yesu asifiwe. Wamridhia mwanamke Yezebeli. Sasa nisikilize vizuri. Unaposoma habari ya mwanamke kwenye Biblia, hapa nisikilize vizuri. Unaposoma habari ya mwanamke kwenye Biblia, anawakilisha kanisa. Hiyo si tunajua wote hapa. Anawakilisha kanisa. Alafu ukimsoma kahaba kwenye Biblia, anawakilisha kanisa lililoasi. Yaani unaposoma mwanamke katika sura ya unabii, labda niseme hivyo, na unaposoma mwanamke kahaba katika sura ya unabii, unawakilisha kanisa lililoasi. Wakati wa Ahabu kulikuwa kuna mwanamke ameolewa kwenye familia ya Ahabu na mfalme aliyekuwa anaitwa Yezebeli. Kazi Yezebeli aliyofanya, alipoolewa kutoka Sidoni kule kwao, na alikuwa ni binti wa kuhani wa Kisidoni. Alikuja na ile miungu ya kwao. Miungu ilikuwa ni ya Baali na Ashtoreti, si mnajua Akaitengenezea madhabahu katika Israeli yote. Alafu ile madhabahu ya Bwana iliyokuwa katika Israeli zikafa. Mpaka Karmeli tunajua zilikufa madhabahu za Bwana. Israeli wote wakamgeukia Yezebeli, yani Waisraeli wote ibada, kwa sababu kuanzia mfalme mpaka malkia mpaka mawaziri wote wakaanza kumwabudu Baali na Ashtoreti. Wote wakaanza kufanya hicho kitu. Wakati wanamwabudu Baali na Ashtoreti kwa pamoja, ibada ikafa katika Israeli. Sasa huyo alikuwa ni Yezebeli halisi, kama mwanamke aliyekuwa ameolewa. Lakini katika kitabu cha Ufunuo sura ya 2 fungu la 20 anasema, lakini nina neno juu yako, kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli. Sasa hapa baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni,
aliibuka Yezebeli wa kiroho. Huyu Yezebeli wa kiroho ndio ili kanisa unalosikia kanisa la Kirumi, ambalo limekuja na miungu ile ile. Mchakato wa kubadilisha miungu tuliona imefanyika kwa farasi mweusi. Yule Ashtoreth akaingizwa ndani, lakini yule Baali wakamuingiza humu ndani ya kanisa, wakampa jina la Yesu. Na walipompa jina la Yesu, kutoka kwa Baali alivyokuwa akiabudiwa, lakini unakuja kwenye Jupiter, Zeus na vingine vyote, mpaka wakaja wakambatiza Yesu. Kwa hiyo huyu Yezebeli ambao ni kanisa sasa ameingia kanisani, na yeye amekuja na mfumo wa ibada kama yule Yezebeli wa Ahabu. Tofauti, yule alikuwa ni mwanadamu na huyu sasa hivi ni kanisa. Katika unabii yule alikuwa ni mwanamke mwovu, hili ni kanisa ovu, lakini matendo ni yale yale. Leo tafuta ni kanisa gani hapa ulimwenguni limeingiza sanamu ndani ya kanisa alafu watu wanaziabudu. Kwa hiyo hapa leo hatupambani na Yezebeli wa Ahabu. Hapa leo tunapambana na Yezebeli wa kiroho, ambaye ndiye anayeliua neno kwenye mioyo ya hao wanaoabudu. Kama vile Yezebeli wa Ahabu alivyoondoa ibada ya Mungu mioyoni mwa watu wakageukia Baali, hivyo hivyo huyu Yezebeli ndiye anajitahidi kuondoa mioyo ya watu kutoka kwa Yesu Kristo Mungu, na wanaielekeza kwenye ibada ya sanamu. Ndio hiki kilichoko katika ujumbe wa huyu mwanamke. Sasa si unaona kanisa hili ambalo wanaoambiwa sasa ni waumini walioko kwenye hilo kanisa, lakini sisi kama Waadventista wa Sabato pia tunamridhia Yezebeli, kwa sababu kuna vitu tumeviweka moyoni ambavyo sasa vimekuwa sanamu, na vitu hivyo tulivyoviweka moyoni vinatuzuia kupokea wito wa ibada tunapoitwa kanisani kwa ajili ya ibada ya kumwabudu Mungu. Kwa hiyo ukishashindwa kumwabudu Mungu wakati wengine wanamwabudu Mungu, wewe ukashindwa kumwabudu Mungu, ina maana tayari ndani ya moyo wako ujumbe umekufa wa neno la Mungu, na kama umekufa, farasi anakuwa wa kijivujivu. Sasa mimi sijui wewe ukijipima wewe mwenyewe ukajiweka kwenye spiritual mita yako, je, wewe ni mweupe, wewe ni mwekundu, wewe ni mweusi au ni kijivujivu? Mzee Mike, unaweza ukanipa jibu? Uko wapi hapo? Uko kule kwenye weupe? Uko kwenye ufia dini? Haya, umeanza kuingiza weusi au tayari ni marehemu? Sasa si mnaona jinsi Ukristo ulivyo? Alafu utasemaje kwamba uko salama? Yaani ninachotamani, mnavyonisikiliza, ninachokitamani kabisa, ifike mahali uwe na hamu. Hata kama unabebewa shoka, afu uko huru kabisa, hauzuiliwi na mume wako, hauzuiliwi na bosi wako, hata kwenye hiyo biashara yako hujashikiliwa. Au sasa ndio tayari mapokeo yameshaanza kuingia taratibu, yanaleta giza. Au Biblia imeshazikwa kwenye moyo wako, kwa sababu hii mauti inayozungumziwa hapa ni mauti ya neno moyoni mwako. Yaani imekufa na tayari tumeshafanya na mazishi. Haya maneno ni sio malaini the way tunavyofikiri, ila yanahitaji tafakari kubwa sana. Anasema wamridhia mwanamke nani? Yezebeli, yeye ajiitaye nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza. Sasa huyu mwanamke ambaye sasa hivi anajiita nabii, nabii si ni mtumishi wa Mungu? Halisemi kwamba ni kanisa nalo mhubiri Mungu. Tunaelewana vizuri? Je, halipotezi watu? Alafu alifundishi watu kuzika neno la Mungu mioyoni mwao na kuinua mapokeo. Ndio wanachofundishwa hapo. Anawafundisha watumishi wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Hakuna sanamu huko. Hawatoi sadaka kwa sanamu. Wanatoa. Kwa hiyo Yezebeli tunayemzungumzia leo ni nani? Nami nimempa muda atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake. Anapozungumzia uzinzi, hazungumzii uzinzi wa kimwili.
anazungumzia uzinzi, yani pale ambapo Mungu anajiita ni mume kwako, alafu wewe unaenda kuambatana na sanamu na kuiabudu. Kwa hiyo kitendo cha kuinamia sanamu umezini. Huyu sasa hataki kuachana na hiyo kitu. Tazama, ninamtupa juu ya kitanda, na hao wazinio pamoja naye wapate dhiki kubwa, wasipotubia matendo yake. Kwa hiyo yeye mwenyewe tayari ana adhabu, na wale ambao wanashiriki naye kuabudu hizo sanamu kwa sababu ya kuridhia matendo yake, nao wanapewa adhabu. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti. Watoto gani? Wale waliotoka kwake.